Naitwa Dr. Hezron Fanuel Nyange. Leo tuko hapa zahanati ya Gongo la Mboto kwa kushirikiana na shirika lisilokuwa la kiserikali la Direct Aid pamoja na JAI. Tuko katika zoezi la kuwafanyia watoto suna au tohara, na hili zoezi tunaliendesha hapa leo siku ya Jumapili. Tunajua umuhimu wa tohara kwamba unazuia baadhi ya magonjwa ikiwemo UTI na magonjwa mengine ambayo yanaweza yakasababisha athari kwa mtoto wa kiume. Kwa zoezi hili tunaomba wazazi waendelee kujitokeza ili watoto wasije kupata changamoto hapo baadaye. Kwa majina naitwa Saidi Hamadi Saidi, natokea shirika la Direct Aid Society katika kituo cha afya cha Prince Saud. Ni mratibu wa zoezi hili la kufanyia watoto tohara, circumcision pamoja na mobile clinic. Leo tuko hapa katika zahanati ya Gongo la Mboto tukishirikiana na JAI pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutoa zoezi hili, kwa kutoa huduma hii bure bila malipo yoyote. Kwa niaba ya taasisi ya Direct Aid Society, mimi nishukuru serikali, nishukuru JAI kwa ushirikiano wa zoezi hili pamoja na ofisi ya mganga mkuu wa jiji la Dar es Salaam kwa kutupatia kibali kwa kufanya zoezi hili. Kwa kweli watoto ambao wamejitokeza ni wengi, kwa sababu zoezi hili ni bure na tunatoa halina malipo yoyote, kuanzia kwenye kutahiri, dawa za kukausha kidonda pamoja na huduma za kusafisha kidonda mpaka mtoto apone. Yote matibabu hayo ni bure. Tunaendelea kutoa huduma hii ya kutahiri katika maeneo yote ya jiji la Dar es Salaam kama hapa Gongo la Mboto, Viwege, Chanika na sehemu nyingi ambazo watoto au wazazi hawana uwezo wa kufanya huduma hizi kwa malipo. Kwa hiyo tunashauri wadau wengine wafanye zoezi hili katika maeneo mengi ya jiji la Dar es Salaam kwa kusaidia wananchi wasiojiweza. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sisi kama taasisi ya JAI, Jamii ya Kiislamia, ni taasisi ambaye inajishughulisha na masuala mazima ya huduma za kijamii, hudumia wagonjwa hospitalini, majumbani, mayatima pamoja na watu wenye uhitaji mbalimbali. Kazi kubwa yetu JAI ni kuhakikisha kwamba jamii inakuwa na furaha, jamii iondokane na huzuni mbalimbali, na kuhakikisha kwamba na huduma tunazotoa sisi ni katika watu wote bila kujali itikadi ya dini wala itikadi ya makabila yao au vyama vyao. Ili mradi binadamu, kazi yetu JAI ni kumsaidia huyo binadamu. Tupo hapa katika hospitali ya Gongo la Mboto waita mayatima wetu ambao wapo 50 kwa ajili ya kupata huduma ya kisuna. Huduma hii ambapo tumeona ni awamu ya pili hii tunawaleta, na tunawashukuru wenzetu wa Direct Aid Society kwa kuweza kuwasaidia mayatima wetu kupata huduma ya suna bure bila gharama yote. Jambo hili jamani ni kubwa sana, na tunawashukuru sana kama ni JAI katika jambo hili, mambo yetu mengi ambayo wanayafanya. Lakini lingine tuseme kwamba watoto hawa wamekuwa wanapata tabu sana. Wengine wamekuwa wengine wamefika mpaka darasa 7 lakini hawajapata suna. Wazazi wao wanalia ambao ni wajane, na wao wenyewe wanalia pamoja na kutengwa kwenye jamii kutokana na maumbile waliokuwa nayo, kitu ambacho kinaleta huzuni sana kwao pamoja na wazazi wao ambao ni wajane. Ndugu zangu, huduma hii ni gharama sehemu nyingine kubwa sana. Anapata mtu 50,000 afanyiwe 60,000 mpaka 100,000 huduma ya kisuna, kitu ambacho kwa mjane inamua wakati mgumu sana. Mjane ambaye ndugu zangu mlo wake ni mmoja kwa siku, mjane ambaye mtu wake anashinda kula shule kwa ajili ya shilingi 1,000 tu ya kumpa nauli au kula shuleni, jambo ambalo linaleta tabu sana hili jambo, na linaleta tabu sana jambo, na kitu ambacho kinaleta shida kuhakikisha kwamba ili amsaidie mtoto wake anashindwa kwa sababu ya gharama iliyokuweko hospitalini. Anashindwa ni kutokana na gharama ya maisha aliyokuwa nayo,
na yanayomkabili. Kwa hiyo hili jambo sisi tumeliamua kuwachukua watoto mayatima kwa ajili ya kusaidiwa na kuwashukuru jamaa wetu ndugu zetu wa Direct Aid Society kuendelea kuwasaidia wahitaji hawa wajane pamoja na mayatima. Lakini niseme tu kwamba jambo zima ambalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amelizungumzia ni kuhusu yatima. Amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba hatakiwi yatima kuwe na huzuni hata kidogo. Yatima anatakiwa ni mtu ambaye ni mwenye furaha muda wote. Kwa hiyo kwa hali ambayo anayeko nayo mayatima wetu kuwa na huzuni inawagharimu sana, na sisi kama sisi binadamu tunashindwa kuyasimamia, tunapata wakati mgumu sana, na hata kesho kwa Mwenyezi Mungu sababu zetu na amali zetu tunazochuma zitakuja kuondolewa. Hiyo ndugu zangu, tunaombeni sana tujitahidi angalau kuhakikisha kwamba mayatima wanakuwa na furaha muda wote, wakati wote wana furaha pamoja na wajane wao, ili angalau tutekeleze yale ambayo Mtume wetu Muhammad amekuwa akasisitiza tuweze kuyasimamia hapa duniani. Lakini la pili kwamba Mtume Muhammad amezungumzia lazima kwamba yeyote yule atakayekuwa anatoa furaha kwa watu, anaondolea huzuni kwa watu, anawapa faraja watu mbalimbali wenye shida mbalimbali, mtu huyo Mtume Muhammad amezungumzia kwamba Mwenyezi Mungu atamuondolea shida ambazo zitakoza mkabili hapa duniani. Mtu huyo ataondolewa matatizo yake, majanga mbalimbali ambayo yataka kumkuta kwa sababu ya kazi hiyo anayofanya ya kufariji watu. Kwa hiyo ndugu zanguni, shime mje tushirikiane kuhakikisha kwamba jamii inakuwa na furaha kama kusudio la haja yetu. Naitwa Mwajua Abdalla Lupinda. Nashukuru kwa msaada tuliopewa kwa huduma hii ya kuwafanyia suna watoto wetu. Mimi mwenyewe nilikuwa nimeshukuru sana kwa kupata hiyo huduma, kwa sababu nilikuwa sina uwezo hata wa kumpeleka suna huyu mtoto, lakini nashukuru leo amepata suna na huduma mbalimbali tunapewa za kiafya. Tunawashukuru, waendelee kutuhudumia sisi kwa sababu ni wajane, hatuna uwezo wa kifedha, tunapata huduma madawa nini. Kwa hiyo ni shukrani, waendelee kutoa huduma zao, na huduma zao ni nzuri, wanatusaidia sana. Naitwa David Zakayo. Nashukuru sana kwa shirika la Aid Society kwa kuja kutoa tawala kwa vijana, akiwemo kijana wangu huyu hapa, huyu bwana Anisa na David Zakayo. Mungu ambariki sana. Asante sana. Nashukuru sana. Unawaambia nini wale ambao wanaogopa kuleta? Mimi mwenyewe nilikuwa mkaidi, nilikuwa najua kama uongo, lakini nimeamini kabisa. Nashukuru sana, aendelee na moyo huu, asiishie hapa, aende sehemu yoyote Tanzania hii.